Bana, mambo vipi? Karibu sana Local Content. Tuangazie majukumu muhimu, majukumu makubwa ambayo Ruben Amorim anakwenda kukabiliana nayo kwenye pre-season, maandalizi ya kuelekea season mpya ambayo itaanza mwezi wa 8. Jukumu namba 1 la Ruben Amorim ni kuhakikisha kwamba anawaunganisha wachezaji waliopo, wachezaji wapya pamoja na vijana ili kutengeneza kundi moja ambalo litakuja kuisaidia Manchester United. Na jukumu hilo ni kuweza kuwaelewesha na kuwafahamisha falsafa ambazo atakwenda kuzitumia season ijayo, wana mpango gani na umuhimu kiasi gani kufahamu mazingira mazima ya klabu ya Manchester United. Matthew Cunha, Diego Leon na wachezaji wapya, na ikielezwa kina Bryan Mbeumo huenda wakaongezeka. Hivyo kutoka kuna lazima wa kuweza kuwafanya kwa pamoja ili kuweza kujenga timu kubwa ambayo itakuwa na mahusiano, na zaidi ni kuweza kufahamu falsafa ya Manchester na umuhimu wa kuvaa beji ya Manchester United. Kwa hichi ni kitu ambacho cha kwanza na ni jukumu la kwanza ambalo Ruben Amorim anatajwa kwamba atakwenda kukabiliana nalo katika maandalizi ya pre-season ambayo itaanza tarehe 7 ya mwezi huu wa 7 2025. Jambo la pili ambalo litaenda kufanyika chini ya Ruben Amorim ni kuangalia kama kuna haja ya kufanya mabadiliko kwenye swala la mbinu zake ambazo alikuwa anazitumia kwenye season iliyopita. Amorim ni mhubiri ama muumini mkubwa wa walinzi watatu, watu wanne alafu watu watatu. Kwa hiyo moja kati ya majukumu makubwa ni kuangalia season iliyopita Manchester ilikuwa na season mbaya sana katika historia. Je, falsafa hii ambayo anaiamini yeye ya watatu wanne watatu itakwenda kufanya kazi? Kwa maana ya kwamba walinzi waliopo watatosha, washambuliaji wanatosha, viungo wanatosha, ama kuna haja ya kutwist hizo falsafa zake? Kwa hiyo ni kitu cha pili ambacho pre-season kitakwenda kufanywa kazi na kitakwenda kuangaliwa kwa ukaribu na Ruben Amorim kuona kama itakwenda kuwork kwenye season inayokuja. Hiyo ni pamoja na kuamini kwenye kile ambacho wanakiamini. Kwa hiyo akina Joseph Hilo pamoja na watu wengine ambao wanafanya kazi na Ruben Amorim wamekuwa na muda mzuri wa mapumziko na kuangalia kile ambacho kilitokea season iliyopita ili kuja kukiimplement kwenye pre-season ambayo inatarajia kuanza hiyo tarehe 7. Jambo jingine ni kuweza kuimarisha uwezo wa kimwili wa wachezaji. Premier League inahitaji wachezaji ambao wako strong enough, ambao wana nguvu za kutosha, wana uwezo wa kusprint muda mrefu, inaweza ikasaidia. Kwa hiyo moja ya majukumu makubwa ambayo Amorim na wenzake wanayo kwenye pre-season ni kupata fursa ya kuweza kuongeza energy kwa wachezaji ambao walionao. Mazoezi ya gym sana, lakini pia mazoezi binafsi na mazoezi ya timu pamoja ili kuona stamina wachezaji hawa inaweza kukabiliana na ile Premier League ilivyo. Season iliyopita tunafahamu kila mmoja mambo yalikuwa magumu. Kwa hiyo tunatarajia kuona maandalizi ambayo itakuwa na mazoezi ya ziada ili kuwapa nyakati nzuri wachezaji wa Manchester United ili season itakapokuja kuanza basi waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika level ya juu. Hicho ni kitu kingine cha msingi ambacho Amorim atakwenda kukiangazia yeye na benchi lake katika wakati huu wa pre-season. Lakini pia jambo kubwa ni kuweza kuangalia wachezaji wapya ambao wanakuja hususan kwenye sehemu ya ushambuliaji, kama wataongezeka. Bryan Mbeumo kama atakuja, Ole Watkins, na huenda inaelezwa kwamba Bryan Mbeumo akajaribiwa kucheza kama mshambuliaji pale kwenye eneo la mshambuliaji namba 9 ili kuona option za kutumia wakati wa ligi itakapokuja, kwa sababu hatuna michuano mingi. Kwa hiyo inaelezwa kwamba wataangalia wachezaji wageni watakaokuja kama wanaweza kutumika kwenye nafasi ya namba 9 akiwemo Bryan Mbeumo ambaye inaelezwa huenda labda deal yake ya kusajiliwa ikakamilika. Kwa Manchester kupitia pre-season pia itaendelea kujaribu namna ya kupata namba 9 sahihi, na bado bwana mdogo Chido Obi Martini anatajwa atakuwa na nafasi nzuri zaidi kuelekea kwenye season ijayo. Na hii ni kuangalia kuweza kupunguza gap la kukosa magoli mengi ambao season iliyopita yaliifanya Manchester kumaliza kwenye nafasi mbaya zaidi, ni kutokana na kushindwa kukamilisha mipira mingi ambayo ilikuwa inapaswa kupelekwa nyavuni. Kwa pre-season Amorim na watu wake watakuwa na jukumu kubwa la kuanza kuwatrain na kuwaelekeza namna ya kuweza kulifanya goli kuwa rafiki kwa washambuliaji wake, na hata kama akija Bryan Mbeumo atajaribiwa kucheza kwenye nafasi ya mshambuliaji namba 9. Jambo namba 5 ambalo ni jukumu la muhimu Amorim atakwenda kulifanya kwenye
Pre-season ni kuweza kuangalia nafasi ya kuwapa nafasi vijana wadogo ambao wana vipaji vikubwa ndani ya Manchester United. Mtu kama Chido Obi Martini alipata nafasi season iliyopita kidogo, Harry Amos alipata nafasi season iliyopita, Fredrickson alipata nafasi na walifanya vizuri. Sasa inaelezwa kuna wachezaji ambao wanapaswa kupata nafasi kwenye season inayokuja. Jack Fletcher, kijana wa Fletcher huyu, lakini Mandato anapaswa kupata nafasi. Sekou Kone ambayo pia amefanya vizuri kwenye timu za vijana, wachezaji ambao huenda labda wakapata nafasi na kuisaidia Manchester. Kwa hiyo tunatarajia kuona pia vijana wakipewa nafasi kwenye kikosi cha season ijayo. Amorim anataka kupata mchango wa ziada kutoka kwa vijana ambao walikuwa na season nzuri kwenye timu za vijana. Kwa hiyo tunatarajia kuona mambo haya matano huenda yakafanyika ili Manchester kuwa na season ambayo itakuwa nzuri. Huenda ikawa sio season nzuri sana, lakini inaweza ikatoa picha ya jinsi gani ya Manchester kufanikiwa. Kwa hiyo hii ni fursa adhimu kwa Amorim kuanza pre-season akiwa na wachezaji wake ambao anawahitaji angalau wale wa kikosi cha kwanza waliokuepo na hawa nyota ambao wanatarajiwa kuja. Matthew Cunha atakuwa yuko tayari, yupo Diego Leon na wengine ambao huenda wakaja katika dirisha hili ambalo mashabiki bado hawana imani sana kutokana na namna mwenendo ambao unaendelea wa usajili. Lakini tuna hope kwamba pre-season itatoa picha kamili kwa mwalimu na benchi lake la ufundi kuona safari ya Manchester kuelekea msimu 2025-2026 utakuwaje, na ikizingatiwa Manchester ina michuano ya ndani peke yake, domestic league peke yake ndio iko kwa Manchester United. Tusubiri kuona pre-season itakuwa vipi na itatupa picha halisi ya kwamba Manchester watakwenda kucheza vipi katika season inayokuja chini ya Ruben Amorim. Amorim huenda akawa na msimu mzuri au naye mambo yakawa yale yale na mapema watu wakatafuta namna ya kumuondosha. Subscribe, like na share kupitia hapa Local Content.